Mm? Tendeni haki, ondoeni uzalimu. Sikiliza watu wa Mungu, unajua kuna kitu kimoja ambacho watu hawakijui katika dunia hii au katika maisha tunayoishi, katika kila chochote unachokimiliki katika maisha yako, chochote unachokimiliki wewe au chochote Mungu alichokupa, ondoa katika fahamu zako za kipumbavu, ondoa katika hekima zako za kipumbavu, ondoa katika ujinga wako ya kuwa kitu hicho kipo kwa ajili ya kwako, kwa ajili yako peke yako. Ondoa mawazo hayo, ondoa maarifa hayo, ondoa hekima hizo. Chochote ambacho ulichonacho ondoa kabisa, kama Mungu alikupa kuwa kitu hicho ni cha kwako peke yako. Haleluya. Chochote unachokimiliki unaweza kusema vipi na mume wangu? Sijasema mume. Vipi na mke wangu? Sijasema mke. Haleluya. Vitu ambavyo unavyovimiliki, kwa mfano wenda pesa, mali, vitu kama hivyo, tofauti na mke, tofauti na mume, sawa. Naweza nikasema pia hata mume, hata mke, lakini kwa akili za kijinga mtu anaweza kafikiria katika negative. Umeona, anaweza kafikiria katika negative, lakini mimi sizungumzie katika negative, sawa. Ipo katika positive, maana kwamba majibu yangu nataka kumaanisha ni yaliyonyoka. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Mungu chochote alichokupa hajakupa wewe mwenyewe. Hata wewe mke wako, mume wako, nasema katika njia ambayo sio negative, sio njia nyeti, mawazo nyeti ya ujinga, kwa sababu mtu huyo ndio umemuoa, ndio amekuoa, lakini haimaanishi tu kwamba atakusaidia wewe peke yako. Hivyo vitu ulivyo navyo sio ya kwamba ni vya kwako peke yako. Unajua kuna mambo ambayo, kuna vitu ambavyo Mungu anakupa. Mungu anakupa hili kupitia wewe, wengine wale walikuwa ambao hawana wapate, ili kupitia wewe wale ambao walikuwa wamekosa wapate, waone. Kwa Mungu anaweza kukupa pesa. Hiyo pesa sio kwa ajili yako peke yako. Wapo watu ambao wana njaa ili wanunue na wao chakula. Wapo watu ambao wana usafiri, wapate usafiri, walipie nauli. Wapo watu ambao wanaumwa ili pesa yako ipate kuwasaidia kuwatibu. Kwa hiyo unajikuta watu wanafanya matumizi mabaya ya pesa. Kuna ndugu yangu mmoja, rafiki yangu, siwezi kumtaja, lakini ni baadhi ya kashuhuda kadogo tu, aliniambia kwamba yeye akipata hela, ana hela, ila akipata hela atakuja kununua kiatu cha milioni 20. Akili za kipumbavu zilivyo, ndivyo hata nyinyi mlivyo katika vitu mnavyovimiliki. Mnapenda kuvikumbatia mkitegemea ni vya kwenu peke yenu, na wakati Mungu amefungua malango hayo, amekupa kitu ulichonacho hicho ili upate kuwasaidia wengine kama yatima hawa. Chakula Mungu anachokupa anakupa ili wengine wapate kula, wenye njaa. Mungu amekupa usafiri ili siku moja wasaidie, ambao uwape watu rifti ambao hawana usafiri, wanatembea kwa mguu. Je, unafanya hivyo? Haleluya. Jifunzeni kutenda wema na kutenda haki. Jifunzeni. Mpaka maandiko yanasema jifunzeni, na kwamba hamjui maana ya kuishi, maana ya kutenda wema, hamjui maana ya kutenda haki. Kwa maana dunia inakandamizwa, haki inapotea, dunia inapotoshwa, haki inapotoshwa na uzalimu. Maandiko yanasema nini? Msipende nini? Msipende uzalimu. Walindeni yatima, walindeni yatima. Haleluya. Tendeni haki, tendeni haki, mteteeni haki.
kwa wajane. Mnafanya hivyo mtu wa Mungu. Kama ibada, kuna ibada Mungu anaipenda, ibada Mungu anaipenda, ibada Mungu anaipenda, ibada. Ngoja tusome katika Yakobo. Ibada Mungu ambaye anaipenda ibada. Haleluya.